Mstahiki Meya wa Manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam, Lawrence Mlaki, amehimiza kamati za mazingira ya wilaya ya Ubungo kuhakikisha wanasimamia mazingira na kuibua changamoto zilizopo katika mitaa ili kuzitafutia ufumbuzi yakinifu, huku akiwataka kuangalia mitaro iliyoziba na kuhakikisha inazibuliwa ili wananchi waishi katika mazingira safi na salama. Meya Mlaki ameyasema hayo wakati akifungua mafunzo ya utunzaji wa mazingira yaliyofanyika wilayani humo, huku akiwakumbusha kuhamasisha wananchi juu ya kutunza mazingira, kutoa elimu, kusimamia sheria, kukamata na kuwatoza faini wale wote wanaochafua mazingira. Lengo la leo sana ni kuweza kuwajengea uwezo hizi kamati kwenye haya mafunzo ili muweze kusaidia kusimamia usalama wa mazingira katika mitaa yenu yote. Lakini kamati za mazingira hizi katika nafasi zake zinakutana na changamoto nyingi sana huko kati mnafanya kazi. Tunategemea nyie ndio wa kwanza kuziibua hizo changamoto, lakini vile vile muwe wa kwanza kuzitatua hizo changamoto kwa kutumia sehemu husika na kutumia sheria ambazo zinafaa kwenye upande huo. Lakini naomba nichukue nafasi hii tena pia kuwakumbusha baadhi ya kazi zenu ambazo mtakwenda kuzisimamia. Kazi ya kwanza ni kwenda kusimamia usafi. Ndio kazi muhimu na kubwa ya kwanza mbele yenu, kusimamia usafi kwenye mitaa na kwenye kata zenu. Hapa tunamaanisha nini? Kuhakikisha wananchi wanafanya usafi maeneo yao, lakini vile vile kushughulikia ile mifereji na upitisha maji isizibwe. Na hapa mimi niwaambie tu kitu kimoja. Swala la usafi ni mindset. Yaani usafi unaanzia kichwani kwako wewe mwenyewe. Tunavozidi kuhubiri kuhusu usafi, ndipo watu wataendelea kukua nao wasafi. Dhana ya pili ni kutoa elimu. Kwa sababu unaweza tukawa tunahubiri usafi lakini hatutoi elimu. Lazima kutoa elimu. Na hapa tunaongelea kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Kwa upande wake, meneja wa NEMC kanda ya Mashariki Kaskazini, Glory Kombe, akizungumza na waandishi wa habari, amesema kuwa bado zipo changamoto nyingi za uchafuzi wa mazingira katika maeneo mengi, hivyo kazi yao kubwa ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, huku akiomba jamii kusimamia usafi wa mazingira ili kuondoa changamoto hizo. Nia na makusudi ni kuendelea kutoa elimu kwa jamii jinsi ya kusimamia mazingira. Yapo majukumu ambayo yameainishwa katika sheria ya mazingira kwa kamati za mazingira, na tunaamini kabisa kamati za mazingira katika mitaa yetu kama zikifanya wajibu wao kama sheria inavyotuelekeza, basi mazingira yataanza kutunzwa katika ngazi ya mitaa. Mwaka huu katika kusherehekea siku ya mazingira duniani, tunayo kauli mbiu inayosema Dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Lengo la kauli mbiu hii si kupanda miti peke yake, ni kupanda miti, kuitunza miti, kutumia nishati endelevu, kutumia nishati safi, lakini pia kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu kwa kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira katika hali ya usafi, swala la usimamizi wa taka, swala la kuhakikisha kwamba taka zote tunazozizalisha basi zinakusanywa, zinazofaa kurejeleza ziweze kurejelezwa, zinazofaa kutumia tena basi zitumiwe tena, lakini pia tujifunze kupunguza kuzalisha taka. Kwa hiyo kauli mbiu hii imebeba ujumbe mpana na mzito ambao kila mwananchi anapaswa kuwa na jambo la kufanya. Tunapaswa kuhakikisha kwamba miti tuliyoipanda na ile ambayo tunaendelea kuipanda, basi miti hii inatunzwa, inakuwa. Lakini pia tuanze sasa kutumia nishati safi, kwa sababu tunajua Mheshimiwa Rais wetu ametuelekeza kutumia nishati safi ili kuweza kuongoa mazingira yetu. Naye mwakilishi wa mkurugenzi wa Manispaa ya Ubungo, Kisa Mbila, amesema lengo la mafunzo hayo ni kukasimisha majukumu ya ulindaji wa mazingira kwenye mitaa na kuhakikisha kuna uwepo na uvumbuzi wa changamoto zilizopo. Katika wilaya yetu ya Ubungo
mazingira kwa upana wake kumekuwa na changamoto, lakini kama mlivyoona mkakati ni pamoja na kutoa mafunzo katika ngazi ya msingi kwa maana ya kamati za mitaa na mitaa kwa ujumla. Tunaamini kwamba changamoto zinaanzia kule kwenye mitaa husika, na ndio maana kwa kushirikiana na NEMKI na mkoa wa Dar es Salaam tukaona ni vizuri tukawapa mafunzo kwa maana ya kuelewa sheria za mazingira zikoje, ni kitu gani kinatakiwa kufanyika, lakini hasa kutatua masuala ya kimazingira katika ngazi ya msingi. Watu wanaamini mazingira ni ile labda matakataka kutupa ovyo na nini. Mazingira ni jambo pana. Mfano makelele kama ulivyosema yaliyozidi. Kelele watu hawajui, kelele zina vipimo vyake. Lakini kuna mtu mwingine bila kuelewa anaweza kusema mahali fulani kuna kelele zilizozidi. Wataalamu wapo huwa wanapima kiwango kile cha kelele, na wakielewa hawa kupitia mafunzo inakuwa ni rahisi kwamba kelele gani wawasilishe wapi malalamiko yao. Mafunzo haya yamehudhuriwa na diwani wa kata ya Saranga Mheshimiwa John Sanga, ambapo ametumia fursa hiyo kuwaomba wajumbe wa mafunzo hayo kuwa chachu ya suluhisho la utatuzi wa changamoto za mazingira katika kata ya Saranga. Na mpaka hivi ninavyokuambia, jana tumetoka kutatua migogoro mingine mitatu ya mazingira, hususan wa utilishaji wa takataka kwenye hayo maeneo. Sasa basi, kwa nini niseme haya? Maana yake hiki kinachofanyika leo ni muendelezo ya yale ambayo sisi tuliyaona na tulianza kuyafanyia kazi kwenye kata ya Saranga. Lakini peke yake sisi hatutoshi, mstahiki meya. Kwa ni lazima tukaona ujio wenu siku ya leo unakwenda sasa kuimarisha hili zoezi ambalo sisi tayari tulishalianza, lakini kutia nguvu namna gani tunakwenda kutatua changamoto za mazingira. Changamoto za mazingira zimegawanyika katika makundi mengi. Hususani wewe umekuwa shahidi, mstahiki meya, nimekuwa nikipiga kelele swala zima la Mto Mbezi na Mto Wami, lakini naamini kupitia dadangu Nancy na mhusika mkuu siku ile alinifuata, aliniambia kaka, hili swala limeisha. Hebu pigeni makofi hapo, vipi? Kwa maana kwamba nilijua nazungumza bila kupata majibu, lakini baada ya wahusika kunifuata na kupanga mpaka mkakati, na hatimaye hivi ninavyozungumza tayari walishashuka kwenda. Niliongozana nao juzi kwenda kuangalia maeneo korofi ya kata yangu ya Saranga, hususani wa Mto Mbezi. Kwa hiyo ni namna gani tunaona jitihada za mazingira zimeenda kupata tiba.